Mtazamaji wa Dimbani ya TV3, bado tunaendelea na mahojiano maalum na kanali mstaafu Idi Kipingu, kubwa zaidi akielezea juu ya ukuzaji wa soka la vijana. Tumegusia pia swala la wachezaji wa kigeni ndani ya klabu zetu shiriki za ligi hapa nchini. Ni kwa kiasi gani linaendelea kukuza soka letu au kudumaza? Umesikia aliyoelezea. Na tunaendelea kubwa tukizungumzia sasa kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania, ambapo tunafahamu maendeleo yaliyopo sasa hivi. Serikali pia ikiwekeza mkono wake kwa asilimia kubwa kuhakikisha Tanzania inaendelea kutambulika nje ya mipaka ya taifa. Swala zima la serikali kujikita katika michezo kwa sasa hivi, unahisi ni kwa asilimia ngapi imeendelea kuchangia kukua kwa soka na michezo mbalimbali tukizungumzia? Hata ukiangalia mbali na soka, timu ya taifa ya cricket ya vijana chini ya miaka 19 imefuzu pia kwenda kombe la dunia. Lakini tuangazie kwa upande wa soka, ambapo Tanzania 2027 inaandaa michuano ya AFCON. Mwaka huu pia inaandaa finali za CHAN, ambapo inakuwa ni kama majaribio kuelekea kwenye AFCON. Unahisi uwekezaji wa serikali umezidi kutanua wigo kiasi gani katika kuendelea kukuza soka hapa nchini? Kusema kweli, uwekezaji wa serikali sasa hivi, na ipongeza serikali ya awamu ya 6 ya Mama Samia, wanafanya vizuri mno. Na nataka niseme light kama kipindi chetu sisi wa Kongo Jitegemee, kipindi kile light tungepata uwekezaji na mkono wa serikali kama huu, tungekwenda mbali sana. Sasa hivi serikali inafuatilia mpaka klabu inapocheza, inafuatilia mpaka timu ya taifa inapocheza. Rais anatamka kwamba goli moja kiasi fulani. Sema kweli, kama ingekuwa ni katika lugha ya mpira tungesema mama ame-overlap. Kwa hiyo sasa hivi uwekezaji umesaidia kwanza kuhamasisha wachezaji, kuhamasisha viongozi, kuhamasisha taasisi kwa maana ya zile federations na associations zinazosimamia michezo zinachangamka. Boxing kwa mfano, wanaona kuna knockout, kuna bingo ya knockout ya mama. Boxers watajituma, watajitahidi kufanya vizuri. Hivyo inakwenda kwenye soka na michezo mingine, nadhani hatimaye itakuwa hivyo. Sasa uwekezaji huu, ushauri wangu, kwanza katika shule za serikali ambazo ndio zipo nyingi, ambazo zilishachaguliwa za michezo, nadhani tunachelewa sana kuanza. Kama idadi ni kubwa, tungeanza na chache zaidi ambazo zingelengwa kuwa kwenye kanda. Tunakuwa na shule ya kanda, na nadhani kanda zipo 8 za UMISETA na UMITASHUNTA. Kule kwenye kanda kunatengenezwa shule moja ambayo yenyewe ndio itakuwa inabeba wachezaji wao wanaotarajia kuwa kutengeneza timu ya taifa, timu ya baadaye. Kwa zile kanda 8, hatimaye tutakapokuwa na uwezo zaidi tunakwenda kwenye shule sasa moja, kwa maana ya kuongeza idadi ya shule. Sasa hivi nadhani chaguo la kwanza si pungufu ya shule 50 zimechaguliwa, lakini tangu itamkwe hivyo ni muda mrefu kidogo, sio pungufu ya miaka 2. Naona kama tunachelewa, kwa tungelikwenda kwenye kanda sasa. Vile zinavyo kuwa zamani tulikuwa na kanda 8. Hivyo tuone, tungeweza kuona matokeo ya haraka sana. Na kubwa ni viwanja na walimu na vifaa. Halafu na muda wa hawa watoto, kuwe na muda ambao una balance utashi wa darasani na utashi wa kwenye michezo. Sasa hivi shule zinaegemea sana kwenye kubakia darasani masaa yote, ambacho si halali. Si halali kwa afya ya watoto, kwa akili za watoto na kwa maisha ya watoto, kwa sababu wengine naturally kiasili wana miili yao ndio inazaa ajira. Acheze, afanye boxing, aimbe, dance. Kwa hiyo tutoe nafasi kwa hayo mengine kufanyika. Kwa hiyo kuwe na mabadiliko ya masaa mangapi watoto wawe darasani, masaa mangapi watoto wawe katika extracurricular activities, ikijumlishwa na michezo na kadhalika na kadhalika.
Tukishatengeneza hilo na likaheshimiwa, watoto watajitokeza wengi tu. Kuna vifaa, kuna vifaa, kuna walimu wazuri, yote yatakuja hayo. Watoto wetu wana uwezo mkubwa sana.